mchana huu. Nianze na jambo la kwanza, ni kuhusu mikopo kwa wasanii. Na hapa ni wasemee mahususi wananchi wangu wa jimbo la Lupembe na wananchi wa mkoa wa Njombe. Mheshimiwa Naibu Spika, Naibu Waziri alikuja jimbo la Lupembe kufunga Swale Cup mwaka 2023. Alishuhudia wingi wa vijana wenye vipaji vya muziki, vipaji vya michezo. Na kule jimbo la Lupembe tunao vijana wengi wenye vipaji vya muziki na michezo. Tunao vijana kama akina Buki Boy kutoka pale Madeke, akina Manisaiso, tunao akina B2K kutoka pale Makambako, akina Markford kutoka Maketa ambaye ameimba wimbo maarufu sana Wanasimama na Mama. Tunao vijana kama akina Masai the Don, kaimba wimbo maarufu sana unaitwa Mama Mitano Tena. Hawa vijana wamealikwa mpaka Ikulu kwenye hafla kwa ajili ya sanaa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye mpango huu wa mikopo, naomba mikopo hii isilenge watu wakubwa tu, iwalenge pia na vijana hawa chipukizi, ili wapate mikopo hii waweze kuinuka pia katika sanaa yao ya muziki na sanaa. Lakini pia jambo la pili, nichangie pia kuhusu viwanja vya michezo. Nimeona kwenye bajeti ya awamu hii wana mpango wa kujenga viwanja mbalimbali ndani ya mikoa na ndani ya halmashauri. Sisi mkoa wa Njombe ni eneo muhimu sana kwa kuwekeza kwenye michezo. Na msiojua, Mheshimiwa Naibu Spika, sisi mkoa wa Njombe tumewahi kutoa wachezaji mahiri katika nchi hii na hasa katika jimbo la Lupembe. Msiojua, Fred Mbuna katokea jimbo la Lupembe na kuzaliwa mimi, na amekuwa mchezaji mzuri kwa timu ya Yanga. Lakini pia tumekuwa na mchezaji Niko Nyagawa, kafanya vizuri sana kwenye Simba mpaka leo yupo. Hawa ni icon ya mkoa wa Njombe. Tunaomba mkoa wa Njombe kwenye mpango huu muukumbuke kuupatia uwanja wa mpira kwa heshima ya hawa wachezaji na wananchi wa Njombe. Na jimbo la Lupembe sisi tunalo eneo kubwa. Mkitaja maeneo, Lupembe yapo ya kutosha. Tunao viwanja vingi tu pale Mtwango, pale Nyombo, Kidege, Mbia, Wanginyi. Mnaweza kuchagua kati yake mkajenga uwanja mzuri sana kule Njombe kwa ajili ya michezo ya vijana wetu. Lakini jambo lingine pia naomba niseme hapa leo kwa mchana huu ni kuhusu ligi za waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Naibu Spika, kumekuwa na ligi nyingi za waheshimiwa wabunge katika majimbo yao. Wabunge wamekuwa wakitumia fedha nyingi sana kwa ajili ya hii michezo. Naomba wizara hii i-coordinate hii michezo ya wabunge, itambue wabunge kama ni wadau kwenye hii michezo, ili wasaidie ufundi pale panapobidi, lakini pia kufuatilia hii michezo ili iwe sehemu ya kukuza michezo ndani ya nchi yetu. Jambo lingine pia naomba niseme hapa, nimeona pia huu mpango wa kuanzisha taasisi ya kusimamia miundombinu ya michezo. Hili ni jambo kubwa sana Mheshimiwa Waziri. Miundombinu mingi sasa hivi kama umetazama, tumeanza kutia aibu. Kucheza mpira kwenye viwanja vimejaa maji. Kuwa na viwanja vitu vimeharibika. Naamini taasisi hii ya kusimamia miundombinu, naomba ianze mapema, ianze kusimamia viwanja vya michezo. Na hii itatusaidia Mheshimiwa Waziri kuwa na uhakika wa viwanja vyetu kwenye sehemu ya ulinzi pamoja pia na usalama wa viwanja. Lakini pia niseme jambo kidogo hapa kidogo. Mheshimiwa Waziri, kuna jambo moja pia ambalo wengi wamesema sana humu ndani tangu asubuhi. Ni kuhusu mchezo wa Simba na Yanga. Mheshimiwa Waziri, jambo hili limeleta taharuki kubwa isiyokuwa na sababu. Tulikuona waziri ukienda kwenye kikao, naibu waziri, katibu mkuu. Mlipotoka hamkusema jambo lolote. Bodi ya ligi mimi naiheshimu sana. Mheshimiwa Rais wa TFF na mheshimu sana, wanafanya kazi kubwa. Lakini kuna shida gani kutuambia maamuzi mliofikia? Mheshimiwa, kwa mujibu wa kanuni zetu, swala hili unazungumzia liko kwenye shauri la kisheria katika ngazi ya maamuzi. Kwa ni kuombe usizungumzie masuala hayo ndani ya bunge na kulihusisha bunge na masuala ambayo ya kisheria na kulitia bunge katika migogoro ambayo haina nini. TFF na vilabu wana kanuni zao, wanatawaliwa na mamlaka zao za CAF na za FIFA. Endelea tu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nimepokea maelekezo ya kiti na siwezi kupingana nayo na heshimu. Nilichotaka niseme tu ni kwamba kwa sababu kuna hisia kubwa za mashabiki wa Tanzania, tunaomba vyombo vyetu vya vilabu waheshimu sana hisia za mashabiki. Kuacha haya mambo kwenye giza
bila kuwa na ufafanuzi, nani kakosea, nani kapatia, hii mheshimiwa sio sawa sawa, kwa sababu mpira sio mpira wa busara, ni mpira wa sheria. Mwenye kadi nyekundu, mwenye njano kadi ya njano. Mheshimiwa Spika, asante na kushukuru sana. Asante Mheshimiwa Nusrat. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.